cha msingi na cha maana, endeleeni kuhamasisha matawi yaendelee kuingiza wanachama ya jumuiya ya wazazi. Si mpaka upate kadi ya jumuiya ya wazazi. Yule mtu wa TEHAMA ana utaratibu wa kukuingiza wewe kuingia kwenye eneo la jumuiya ya wazazi, kuwa mwanachama wa jumuiya ya wazazi, na utaratibu ukawekwa hadharani kwamba wanachama wa jumuiya ya wazazi ni hawa. Kwa hiyo mimi nataka niliweke wazi, makatibu wa jumuiya na makatibu wa chama, shirikianeni kwa pamoja kuhakikisha kamati zenu za siasa wajumbe wote wamejiunga na jumuiya ya wazazi. Kamati zenu za mashina wajumbe wote wanajiunga na jumuiya ya wazazi. Kamati zenu za serikali za mitaa, pale ukimtoa mtendaji wa mtaa, ukimtoa mtendaji wa kata, wale wajumbe wengine waliobakia wote, mwenyekiti wa mtaa na wajumbe wake wahusike kuingia kwenye jumuiya ya wazazi, kuwa wanachama wake, kuhakikisha jumuiya hii inakuwa nzuri na inatanuka zaidi katika masuala ya muktadha mzima wa kupata wanachama wengi katika kata. Kwa maelezo haya tu inatosha kueleza kwamba mimi nafanya kazi ya Chama cha Mapinduzi, nafanya kazi ya Daktari Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wa CCM wa taifa. Haya ninayoyasema hapa ndiyo yanayombeba Daktari Samia Suluhu Hassan. Wajibu, kanuni imetuelekeza wajibu wa jumuiya, tutimize wajibu, tutimize wajibu wetu, tuondoe mtafaruku katika kata, tuondoe makundi katika kata. Jumuiya hii ya wazazi ikiwa na makundi, nasema jumuiya ya wazazi ikiwa na makundi ndani ya kata, ndani ya mitaa, ndani ya matawi, hatutakijenga chama, tutakipasua chama. Jumuiya tutimize wajibu wetu kama kanuni inavyotuelekeza. CCM oyee! CCM oyee! Uchungu wa mwana. Nisiondoke hapa nikasema hili jambo sijalizungumza. Ni bora nilizungumze kwa sababu mimi ni mtendaji mkuu wa jumuiya hii ya wazazi, la sivyo najibomoa mwenyewe. CCM oyee! CCM oyee! Naomba jumuiya isimamie kazi zake. Mtajikuta mmekuwa wamoja, mtajikuta mmeshikamana. Sasa natoa kwenye jumuiya, nasema natoa maelekezo. Kwenye chama mimi sina mamlaka ya kutoa maelekezo. Kwenye jumuiya natoa maelekezo. Ngazi ya kata, muanze zoezi la kusema haya tuliyoyazungumza, lakini muanze zoezi la kufanya ziara kwenye shule na kubeba changamoto za shule husika ziletwe wilayani. CCM oyee! Mimi siwezi kuja shule ya msingi nikabeba changamoto bila kata kufanya kazi yake. CCM oyee! Mimi nikipata zile changamoto kwa mujibu wa vikao vya wazazi ngazi ya kata na ngazi ya matawi, zile changamoto nazichukua nazipeleka kwenye kamati ya utekelezaji ya wilaya. Kamati ya utekelezaji ya wilaya tunachakata, tunapeleka kwenye kamati ya siasa ya wilaya. Kamati ya siasa ya wilaya, mkuu wa wilaya ni mjumbe. Mheshimiwa mstahiki meya ni mjumbe. Wabunge ambao wanatokana na Chama cha Mapinduzi ni wajumbe. Kikao kile kitajitosheleza kwenda kwenye halmashauri kuu ya CCM ya wilaya. Mheshimiwa diwani wa kata hii Yakubu pamoja na diwani viti maalum ni wajumbe wa halmashauri. Kwa hiyo na wao watahitaji kujua na kusikia jumuiya ya wazazi imesema nini kuhusu hizi shule. CCM oyee! Pamoja na kwamba diwani
yeye ni mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya kata, pamoja na diwani viti maalum. Hawa wanayo mamlaka ya kuja kwenye shule kupitia kamati ya maendeleo ya kata. CCM oye! CCM oye! Kwa hiyo yale tutakayoyasema sisi na yale ambayo diwani anayo, anaweza akasema hii ni taarifa ya kweli, wala sio taarifa ya magumashi. CCM oye! Tutimize wajibu wetu. Nianzie alipoishia Tikipasa. Amezungumza kuongeza wanachama wa jumuiya ya wazazi, na mimi nataka niwaambie chama hiki kina jumuiya 3, lakini jumuiya ya wazazi ni jumuiya kubwa ambao vigezo vyake vinashabihiana na wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Aingia akilini kwa akili ya kawaida, unakuta tawi lina wanachama wa Chama cha Mapinduzi 4,000 lakini lina wanachama wa jumuiya ya wazazi 200 ama 500. Hakuna sababu ya kufanya hayo, kwa sababu sifa za kuwa mwanachama wa Chama cha Mapinduzi ndiyo sifa za kuwa mwanachama wa jumuiya ya wazazi. Kwa hiyo naamini tumepata tiba, na tukitoka hapa basi kutakuwa kuna ongezeko kubwa la wanachama wa jumuiya ya wazazi. Kwa hiyo niwaombe, yako maneno wameyasema, tutimize wajibu wetu, lakini mimi nimalizie kwa kusema hakuna haki bila wajibu, na inawezekana tukienda tukatimiza wajibu wetu. Kikubwa tu tuseme haya yote ambayo umeyaelekeza hapa tumeyapokea na tunakwenda kuyatekeleza kama ambavyo umesema, na taarifa itakufikia kwa muda ambao utakuwa umemaliza utaratibu wa kuzunguka kwenye kata zetu. Kwa tunakushukuru sana. Lakini kipekee mimi niwashukuru wote ambao mko mbele yangu. Tunajua tuna majukumu mengi, lakini tumeacha kwa sababu hili nalo ni jukumu letu kubwa la kumsaidia kazi mama yetu, rais wetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa kuwa haya aliyozungumza katibu, tukienda kuyafanya kwa utaratibu ambao katiba yetu inaeleza ama kanuni za umoja wa wazazi zinaeleza, manake tunaenda kumsaidia Mheshimiwa Rais katika kutekeleza majukumu yake. Ushirikiano sisi jumuiya na chama, na mimi ni kuahidi katibu, tutashirikiana na chama na jumuiya zake katika kufanya kazi kutekeleza haya majukumu uliyotupatisha leo. Kwa hiyo sisi tuko tayari, mimi niko tayari kushirikiana na wazazi kwa ajili ya kufanya hiyo kazi muhimu ya watoto wetu. Kwa kweli malezi yameharibika. Tunatakiwa kuwajibika kuanzia nyumbani, sisi tukawapelekea wazazi, walimu. Tumetakuwa na tabia kuachia walimu kwa ukipeleka mtoto shule umemaliza shughuli yako. Sio sawa. Na ndio maana mmomonyoko unakuwa mkubwa. Lakini pia hata matumizi ya simu haya. Simu ni nzuri, zinaweza zikakufundisha lakini zikakupotosha. Na ndio maana sasa hivi kuna vitu vingi vya watoto. Kwa hiyo katibu, nikwambie tu sisi kata ya Pugu, mimi na diwani na wengine tuko tayari kupokea maelekezo na tutayafanyia kazi.